Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa wa Yesu, marafiki zangu wapendwa, mnaonitazama kwa wakati huu na kunisikiliza kwa umakini. Mungu awabariki sana na tena aendelee kuwatia nguvu. Natumai ya kwamba mpo wazima kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na ninatumai ya kwamba tunaendelea kujifundisha vizuri. Tunaendelea kulifahamu neno la Mwenyezi Mungu zaidi. Kumbuka ya kwamba mtu unapozaliwa huwezi kuzaliwa kama unajua kila kitu. Lazima utahitaji kufahamu chochote kile kupitia kwa yule mwingine aliye karibu na wewe. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa ili niweze kuungana na wewe pamoja kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nikiwa ninaelekezwa na mwalimu ambaye ni Roho Mtakatifu, kwa kuwa sitayafanya haya yote kwa kupenda kwangu ama kwa hiari yangu, hapana, ila nitayafanya kwa hiari ya Mwenyezi Mungu. Kwanza niwashukuru sana mandugu zangu, madada zangu, wote mnaozidi kuniunga mkono, wote mnaozidi kupenda hizi kanda zangu. Mungu awabariki sana na watie nguvu. Najua unapozidi kucomment katika haya mahubiri, unapozidi kulike, unapozidi kushare, kumbuka ya kwamba unajitendea wewe mwenyewe, kwa kuwa ina maana ya kwamba unapoendelea kushare, unaendelea kutangaza injili ya Bwana, na Mungu atazidi kukufanikisha. Na jinsi unavyozidi kuyafahamu mengi, basi tamani hata pia ndugu yako afahamu, tamani hata pia dada yako afahamu. Usifahamu hizi siri wewe peke yako, ila ni vizuri ushare na ndugu yako kwa kile unachokifahamu, hata pia ndugu yako aweze kukifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu awabariki sana na watie nguvu kwa ajili ya kuzidi kunifuatilia hapa TikTok, pamoja pale Facebook, pamoja na huko YouTube, hata pia na WhatsApp. Mungu awatie nguvu sana, kwa sababu niko kwa ajili yenu. Niko kwa ajili ya kuwapa ili andiko, ili tuweze kusaidiana. Najua kila mtu ana Biblia, lakini muda wa kusoma Biblia unakupatia kibao kigumu. Lakini mimi niko kwa ajili ya kukumbusha kwamba hiyo Biblia, hiyo ndio elimu yetu ya mbinguni. Kwa hivyo tulikuwa tunaongea kuhusu mambo ya familia, kwenye familia zetu kule nyumbani. Nadhani ya kwamba tumekuwa kwenye sehemu ya kwanza, tukazungumza mengi sana kutoka kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 18. Tulianza na mstari wa 5 tukaenda hadi mstari wa 7, uliongelewa ya kwamba mtu yeyote aliye wa karibu na wewe, wa jamaa yako, hupaswi kumfunulia uji wake, ama hupaswi kuona uji wake. Ikakuja namba 7 kutuambia kwamba, mstari ule wa 7 katuambia kwamba utubu wa baba yako wala utubu wa mama yako hupaswi kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tutaendelea katika mstari wa 8. Mstari wa 8 nao unatuambia kwamba utubu wa mke wa baba yako usifunue, maana ni utubu wa baba yako. Hebu tuweze kuangazia katika familia zetu, ni wangapi ambao wanapenda kuvifanya vitu vya namna kama hizi? Unampata mama amemzaa mtoto pamoja na mume wake, baba amemzaa mtoto pamoja na mke wake, lakini kwa njia ya kushangaza ni kwamba kwa muda huyu mtoto anapoendelea kukua mkubwa, unampata mama amechanganyikiwa na kumchukua yule mtoto kukua kama mume wake, jambo ambalo linakuhuzunisha sana. Unampata baba amemlea mtoto wake kwa gharama kubwa sana, amemsomesha kwa gharama kubwa sana, lakini baba akachanganyikiwa, kafika sehemu fulani mpaka na kumchukua mtoto wake kuwa kama mke wake. Haya mambo yamekuwa machungu sana kwenye maisha ya wanadamu duniani. Yananifanya mimi nibaki kukuwa na huruma na uchungu moyoni mwangu, kiasi kwamba leo nimeona niweze kuliongelea hili swala.
maana linaniuma sana. Iweje mimi nizae mtoto wangu, nimulee kwa ustadi, nimsomeshe, alafu nifike mahali nimfanye kwa mke wangu? Kwa nini? Na baba anazidi kutukataza hapa, anazidi kutukemea na kutuambia kwamba huo wote ni ubatili na ni uovu. Shetani ameruhusiwa kupepeta akili zenu. Yaani shetani amewabadilisha watu akili zao kiasi kwamba hawajielewi. Pepo la usharati limewanasa wazazi wetu, limewabadilisha watoto wetu kiasi kwamba mtoto hana aibu yoyote ya kumwambia kwamba baba, wewe ni baba yangu. Limewafunika macho kiasi kwamba baba hana ujasiri wowote wa kufahamu ya kwamba huyu ni mtoto wangu, sipaswi kufanya na yeye tendo ambalo naifanya hili. Ibilisi ameruhusiwa kutawala mioyo zenu. Na ibilisi anaruhusiwa kutawala mioyo zenu kwa sababu gani? Kwa sababu hamuendi kanisa. Na hata kama mkienda kanisani, hamuendi kanisani kwa ajili ya Injili. Mnaenda kanisani kwa ajili ya umbea, mnaenda kanisani kwa ajili ya usharati, mnaenda kanisani kwa ajili ya tamaa za ulimwengu, mnaenda kanisani kwa ajili ya uongozi, mnaenda kanisani kwa ajili ya kujinufaisha nyinyi wenyewe, lakini hamtaki kuyajali maisha yenu, hamtaki kuyajali maisha ya watoto wenu, hamtaki kuyajali maisha ya wazazi wenu. Unampata mama anazaa na kijana wake, baba anazaa na msichana wake. Unawapata hata wengine wameamua kuoleka kwa wazazi wao. Yaani wewe ukamlea mwanao mpaka akawa mkubwa, ukafika pahali mpaka ukaamua sasa kumweka kuwa kama mama wa nyumba. Sasa vipi yule mtoto mtakayemzaa mtamhitaji? Ama yule mtoto atawaita namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba mfumbuke macho, mandugu zangu, madada zangu. Kwa nini shetani anawapotosha? Kwa nini shetani anawapotosha kwa namna kama hii? Shetani ameamkia Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora imeamkia katika familia yako, imeharibu familia yako yote nzima. Watoto wako wote wamechafuka, wewe mwenyewe umeharibika. Kwa sababu gani? Mbona tunamwachilia shetani kutawala mioyo zetu? Tazama katika mstari wa 9 jinsi Mungu anavyomwelezea Musa awaelezee wana wa Israeli. Kwenye sura ya 9 anatuambia kwamba utubu wa umbu lako, utubu la umbo lako, binti ya baba yako au binti ya mama yako, kwamba alizaliwa nyumbani mwenu au kwamba alizaliwa kwingine, utupu wao usiufunue. Lakini vipi? Kwa nini mnaufunua ule utubu? Unampata mtu huyu dada yake kabisa, wanazaliwa na yeye pamoja ndani ya tumbo moja, wamelelewa pamoja, wameishi kwa maisha ya pamoja, wameteseka, wamekula shida. Badala watengeneze maisha yao yawe mazuri, yawe yenye baraka, wapokee ile ndoa mzuri ambayo Mungu aliwapangia, unampata kaka na dada wameoana, tena wamezaa watoto, tena hawana hata haya. Jamani, hilo ni pepo la usharati. Hilo ni pepo la usharati limewatawala. Najua mnanitazama, najua mnanifahamu. Mimi najua ya kwamba mnaniona vizuri sana na mnajijua wenyewe. Mnajua kwamba haya maneno huwa mnayafanya. Lakini jamani, nataka mniambie ni wapi kwenye Biblia imeruhusu mambo ya namna kama haya yaendelee kufanyika? Mmerudi katika nchi ya Misri kuyafanya yale maovu ambayo mlikuwa mnafanya kule Misri. Mmeanza kuyafanya yale maovu ambayo yanafanywa kule Kanaani mnakokwenda. Kwa nini msiyafanye matendo yaliyo ya Mungu? Hili jambo linaumiza sana wapendwa, na Mungu wetu anahuzunika siku zote. Tukutanie katika sehemu yetu ya 3 ili tuweze kuelezeana zaidi. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu. Shalom.